Ali, tuambie jana Yanga, gazeti la Mwana Sports nasema Yanga mdogo. Sijui nitumie Kiswahili sauti hiyo. Yanga mdogo. Umeona gazeti la Mwananchi, lakini katika gazeti la hiyo ni Mwana Sports gazeti la Mwananchi wakiwa wanasema kwamba hawana hiyo story, labda kwa ndani wakiwa na story kubwa kabisa, vita kusaka vigogo wapya bodi ya ligi. Twende kwake Ali Bakari. Ali, mtaani kukoje mara baada ya timu mbili za Tanzania? Jana Yanga kacheza kashinda, Azam kacheza kafungwa. Mtaani kuko vipi? Watu wameonaje mechi ambazo zimechezwa hapo jana na mechi nyinginezo za CAF? Asante sana Filipo. Cyprian, sisi kiukweli bwana, tumefanya safari ndogo tu kutoka ofisini kwetu hapo Tabata TOT na kufika hapa eneo la Mwananchi. Kama unatokea upande wa Ubungo, unakuwa upande huo wa kushoto, hapa kuna stendi, alafu pembeni yake hapa kuna kijiwe cha magazeti. Mimi na mwenzangu Mwishe ndio tumewahi hapa tukiletwa na dereva yetu Ngwele, lakini tulipofika hapa Filipo, nikwambie tu ya kwamba tumekuta ubishi. Wengine wanasema ya kwamba lile grupu ambalo Young Africans yupo ni kama kuna kiongozi wa Yanga pale alihusika katika kupanga lile kundi, kwa sababu wanaona mambo kama vile yamekuwa mepesi vile. Unaona, na ununuzi wa magazeti unaendelea hapa. Wananchi wamewahi na jezi mpya kabisa. Mwana Sport ndio inachukuliwa hapa. Bwana hebu ngoja kwanza. Samahani, hebu kwanza salama kwanza. Sawa, habari yako? Salama. Kwa nini umekimbilia gazeti la Mwana Sport? Na gazeti kwa sababu Yanga imefanya vizuri, nategemea itafanya vizuri zaidi. Kwa hivyo ikifanya vizuri Yanga, wewe ndio unanunua gazeti? Mategemeo makubwa sana, sio kununua gazeti tu. Mimi ni mshabiki wa Yanga na ni mpenzi wa Yanga, na walisema Yanga haitafika mbali na haitapata point hata moja. Matokeo yake Yanga inakwenda mbali kuliko Simba. Kuna watu walikuwa wanasema hamtafika mbali. Walisema Yanga hata point moja hata mbulia katika kundi lake. Hatimaye wanaona aibu. Akina nani hao wanaona aibu? Wenzetu upande wa pili, Simba Sports Club. Tunasubiri na zamu yao kesho kama ataweza kuchomoa na ushindi. Lakini imani iko kwamba uwezo wao ni mdogo sana, wanaishia hapo. Kwenye gazeti la Mwana Sport habari gani imekufurahisha? Hebu ligeuze vile na watu wa nyumbani waone. Gazeti la Mwana Sport nasema Yanga mdogo na kuna picha hapa ya Pacome. Yes. Ya Mbana Mwarabu kwao Azam FC ngoma ngumu. Yes, hayo ni mambo ambayo yalijiri kule Zanzibar. Na kuna picha ndogo chini hapa, msimamo wa kundi. Yanga inaonekana na alama 4, lakini Al Ahly na alama 3. Lakini tusaidie hapa ya kwamba bila shaka gazeti hili lilichapishwa kabla ya mchezo ule wa FAR Rabat dhidi ya Al Ahly ambao ulimalizika kwa sare ya 1-1. Kwa hivyo juu kwa sasa hivi yupo Al Ahly, lakini alama ni sawa na Young Africans. Eti bwana wanasema ili kundi lenu hili, kumbe kuna kiongozi pale wa Yanga naye alihusika katika kupanga mambo, yamekuwa mepesi sana. Ni kweli? Hapana, watasema sana. Kwanza walisema kundi la Yanga kundi la kifo. Hatimaye limekuwa sio kifo. Yanga anapokuwa nje ya nchi wanacheza mpira kuliko maelezo watu wote. Walisema Yanga hatafika mbali. Hatimaye wanaongea mengi kwamba kundi la Yanga si kundi la mchekea, lakini Yanga alipanga na Waarabu 3. Mwenzetu ana Mwarabu mmoja. Lakini mpaka muda huu wanashindwa kuelewa, wanasema kiongozi wetu yuko katika uongozi mkubwa kule ndio amepanga matokeo, lakini sio hivyo. Ni mpira tu. Lakini nilipotoka hili kundi wakati ule baada ya draw, wewe ukogopa? Niliogopa sana. Tena vibaya mno. Maki kujana Waarabu sio kwa kawaida. Uliogopa? Niliogopa sana. Lakini sasa mambo mchekea. Mambo mchekea kabisa, tunakwenda vizuri. Unaitwa nani? Mimi naitwa Ali Mchafu. Unapatikana eneo gani Dar es Salaam? Mabibo Jeshini. Mabibo Jeshini. Hapa maeneo hapa sio mbali sana. Sio mbali na hapa Mwananchi. Umepiga tu kwa mguu kidogo, umekuja kuchukua gazeti lako. Nimekuja kuchukua gazeti kuangalia yeyojiri zaidi kwa gazeti. Inaonekana usiku kucha ulikuwa unaliota gazeti la Mwana Sport. Jana nimefurahi sana, tena vibaya mno. Umekoshwa? Nimekoshwa vibaya sana. Ulitazama kupitia Azam Sports HD? Nilitazama kupitia Azam Sports HD. Yes, vizuri. Hebu tumpate shabiki. Hebu sogea hapo. Mbona umenyongea sasa? Mimi siwezi kunyongea hata siku moja. Lakini wewe ndio ulivyo, mbona mwanzo hapo ulikuwa umechangamka? Nina uhakika kwa sababu na ninachokiongea. Mimi naamini hakuna kitu chochote ambacho unakijua alafu ushindwe kukifanya. Yaani sawa sana kujiona ujenzi wa nyumba. Kama ulishawahi kujenga nyumba hata ikibomoka utajenga tu. Kwa hiyo sisi Simba pa kupita tunapajua.
Kwa hivyo kumbe ni shabiki wa Simba bila shida yoyote. Sisi ni mnyama. Mimi ni mnyama. Tuambie sasa, kesho na Stade Malien bila shida yoyote unavuka, unaendelea tu unavuka tena bila shida yoyote. Na mimi nasema hivi, hawa Yanga wanachoongea hichi, tusubiri mwisho, anayevuka nani kwenda robo. Tusubiri mwisho kabisa, mechi zote zikikamilika. Unaona kama anayevuka nani? Kwani siku ile walishindwa hapa, ilikuwa natafuta goli moja tu na wakufuzu. Walikuwa wanatafuta pointi moja. Pointi moja tu. Tena sio pointi moja, goli moja. Goli moja la ushindi. Moja tu la ushindi basi. Unamaanisha msimu uliopita dhidi ya MC Alger, si ndio? Yes. Ambayo mechi sasa ikamalizika pa bila, si ndio? Bila na wakatoka. Unaamini kwamba na msimu huu mambo yatakuwa vile vile? Sisi hatuwaombei mabaya, lakini tunasema hivi, kama wanatuombea mabaya kufuzu, kutokufuzu, sisi tuna uhakika. Wewe umefurahishwa na matokeo ya jana ya Yanga? Nimefurahishwa kwa sababu ni Mtanzania. Nimefurahishwa, haina shida. Ni kweli umefurahi? Nimefurahi kwa sababu Mtanzania, lakini sio useme kwa kweli amenikera. Amekukera? Kwa sababu hata wale Waarabu walikosa magoli yote ya wazi yale. Wakawa wanakukera wakiwa wanakosa magoli. Wale Mtibwa. Waarabu walivyokuwa wanakosa magoli, wewe ulikuwa unakereka? Ni kweli. Kwanza nilipiga kelele karibu mara 2 mara 3 kwa sababu ya roho ilikuwa inanikelekea. Ulikuwa unataka wafanye nini Waarabu? Ilitakiwa wafungwe Yanga hata goli moja tu. Ili iweje? Ili patulie. Mjini pamechafuka. Pamechafuka kwa sababu wanaongea sana. Kati goli lenyewe lilikuwa sare basi tu. Sipi hiyo sasa? Mechi ya Zanzibar ilikuwa sare. Sile goli refa si aliwabeba tu ile goli. Sawa, mchezo wako kesho unauzungumzia? Mimi nina uhakika, nimekwambia njia naijua ya kupita. Sina wasiwasi. Una shaka wewe? Kwa sababu nilishawahi kupitaga huko, nilifungwa 5, mechi ya pili 5, FC Vita walifunga 5 na Al Ahly walifunga 5 na bado nikafuzu. Na bado hapo tena nilipigwa 3 na Raja Casablanca hapa. Nilifuzu. Kwa hiyo yani ile goli moja tu lakindondokela. Uogopi? Shida, mimi siogopi. Na nina uhakika nafuzu. Sawa. Bwana shabiki wa Simba, kuna shabiki wa Yanga anafurahi sana, lakini kutokana na muda, kiukweli huyu ndio mwenye magazeti, lakini kutokana na muda acha nirejeshe matangazo kwako. Wewe ni shabiki wa Yanga, si ndio? Yanga Afrika. Uhakika unavuka. Yaani unaingia robo final. Robo final safari haina nini? Kwa sababu tumwakimbia uwanja wao. Uwanja wao hapo. Wanasema sio uwanja wetu, atoki mtu. Tumwambia tunawashia kaeni na uwanja wenu asitoke mtu tuone. Sawa. Hapo Zanzibar huko. Sawa. Sawa. Bwana nirejeshe matangazo kwako Filipo Cyprian. Watu wana hamu ya kuzungumza lakini kwa sababu ya muda najua ratiba ni kubwa. Nirejeshe matangazo kwako Filipo Cyprian. Ali yule jamaa yule wa Simba yule ulipokuwa unazungumza naye yule kabla ya hujamweka ulipokuwa unaongea na huyu wa Yanga mwanzo pale huku chini wakati unazungumza alikopo kama anaanza anasema sijui wachambuzi wale nini maneno lakini nimeshangaa hapo amekuwa fair kweli kweli. Maana shaanza kabla. Haya ina shida lakini ndio ushabiki ambao upo na ndivyo ambavyo ameonyesha hisia.